Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mtazamaji wa channel pendwa na pamoja na mfuatiliaji wa channel ya Mukhtar Online TV. Katika kipindi chetu cha ndoa zetu, leo Jumanne ya leo tuko na Sheikh Al-Ustadh Muhammad ibn Sheikh Maulid ibn Al-Burhani. Mwenyezi Mungu awarehemu wazee wetu na awalipe kheri kwa yale walioyafanya, na ambao wako hai pia Mwenyezi Mungu awape nguvu za kuyaendea yale ambayo ni kheri wanaoyafanya. Leo niko naye Ustadh Muhammad, yeye ndiyo mgeni wetu rasmi katika kipindi hiki cha ndoa zetu leo, na yeye ndo atatueleza yale ambayo leo tutamuuliza kwa upana wa ilmu yake, kwa kile ambacho yeye amefahamu na amekisoma, atatueleza inshallah, ili tupate kustafidi na sisi pamoja na mtazamaji pamoja na mpenzi wa Mukhtar Online TV. Ustadh Muhammad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, leo nimekutembelea katika darasa yetu ama kipindi chetu cha ndoa zetu. Ni kipindi ambacho kinaruka kila siku ya Jumanne kwa wiki mara moja, na swali letu la leo ama hoja yetu ya leo tutaelekea moja kwa moja katika swali linalouliza kwamba katika nyakati tulizo nazo ndoa zetu si zenye kudumu sana. Ni wapi tunakosea katika maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuziendea ndoa, ama ni hali tu ilivyo? Ni wapi tunakosea haswa ndoa kuvunjika na kutokudumu? Karibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuidiriki hii siku ya leo, lakini pia kutembelewa na ndugu yangu Ustadh Umar Salim, na pia ndani ya kutembeleana ikawa kuna kuulizana sehemu katika dini, na haya ni majambo ambayo yanahitajika sana katika nyakati tulizo nazo, na ni nyakati ambazo zina uhitaji mkubwa wa kuelimishwa jamii, hususan katika mitandao kwa ujumla. Na ijapo si ahli wa hilo, lakini ni katika jumla ya alama za kiyama kuweza kujaliwa na mimi ni katika ahli wa hilo, kama alivyoeleza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha usnida al-amru ila ghairi ahli fantadhiri saa, kwa maana linapotegemezwa jambo kwa asiyekuwa mwenyewe subiri kiyama, maana kiyama ndio kimefika. Kwa hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama. Swali ni muhimu sana, kwa sababu ni swali ambalo kwa ukweli linaitikisa jamii yetu kwa ujumla, kwa sababu tunapoizungumzia jamii tunazungumzia kuanzia ngazi ya nyumbani, ngazi ya familia, na familia ni muhimili mkubwa sana katika jamii, kwa sababu ili iwe ni jamii basi ni kuanzia kwenye ngazi ya nyumbani, kwa maana ngazi ya ndoa. Na zitakapokuwa ndoa zinaharibika, ni wazi kwamba tayari na jamii hapo inaharibika. Kwa kuwa si ahli wa maswali kama hayo, kwa kuwa ni maswali ya kiilmu, ni maswali ya kuelimishwa watu, nitachukua nafasi yangu kwa kiasi itakavyonidhihirikia kueleza kwa vile ambavyo itanidhihirikia. Lakini pia kabla ya kueleza lolote, pia ni waombe wenye kutizama na tuwaombe mashehe zetu, unwani kama hii ijaliwe kuwa ni unwani katika misikiti yetu, lakini pia katika mazungumzo yetu, katika darasa zetu, ili jamii ipate kufahamu wapi imekosea na wapi inakosea.
kwa sababu kuna kukosea kwa muda uliopita na kukosea kwa muda tulionao, na ukishakosea muda uliopita unaweza kujirekebisha katika muda ulionao. Kwa mujibu na mtizamo wa mwongozo wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wanandoa kuna sababu mbili ambazo ni za kimsingi, ambazo kwa ukweli hapo ndipo ambapo tunakwenda tofauti. Maana nami pia ni mwanandoa, au wanakwenda tofauti, au wanandoa. Mwenyezi Mungu amewajalia kuweza kufaulu katika sababu hizo mbili, baadhi yao walillahi alhamdu, lakini wengi wao hawakwenda sahihi katika hizo sababu mbili, na ndizo ambazo zinayumbisha ndoa zetu hivi leo. Tukianza na sababu ya kwanza kabisa, ni wanandoa kutotendewa haki kabla hawajazaliwa, kwa sababu wanandoa walifanyiwa maandalizi mpaka kupatikana mpaka kuzaliwa. Kwa hiyo kabla hawajazaliwa walinyimwa haki zao za kuweza kuishi vyema katika ndoa zao, lakini na wao wenyewe baada ya kuingia katika, kabla ya kuingia katika ndoa na baada ya kuingia katika ndoa pia kuna njia ambazo zinakoseka. Hizi ndizo sababu kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya ndoa zetu leo hii kuyumba kwa kiasi kikubwa sana. Tukianza na sababu za kwanza ambazo ni kutokutendewa haki, maana hawatendewi haki au hawakutendewa haki, lakini na wao wenyewe alafu baadaye ikawa hawajitendei zile haki. Tumeelewana? Kwa hiyo kutokutendewa haki wanandoa ni pale wazazi wa wanandoa, baba na mama, wanaofanya maandalizi ili wapate kizazi kitakachokuja kuwa ni wanandoa baadaye. Unaelewa? Kuna kukosea maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia, takhayyaru li nutfikum fa innal irqa dassas, chagueni mahali pa kuweka mbegu zenu, chagueni mahali pa kuweka mbegu zenu, kwani al-irqu ni dassas. Maana sema kwa lugha nyingine ili tupate kuelewana zaidi, yani damu inaiga, sawa, ili tupate kuelewana vizuri. Kwa maana alivyo mzazi ndivyo atakavyokuwa mtoto, fa innal irqa dassas. Kwa hiyo pale ambapo ilipotokea baba na mama wa wanandoa tulionao katika zama tulizo nazo walipokurupuka, walipokuwa na mihemko kwa lugha ya kisasa, kuona kwamba wamependana kwa mapenzi na wakaona kule kupendana kwao tu ni sababu ya kuweza kuoana na kuchanganya mbegu na kuweza kutoa mbegu, hapo ndipo palipokosewa kwa kwanza. Umeelewana? Rasulullah katika hadithi iliyotangulia ametoa angalizo kubwa sana, kwa sababu kiumbe mwanaadamu ni kiumbe ambaye amewekewa taklifu, na kama amewekewa taklifu, hata maandalizi yake inatakiwa yawe ya tahadhari sana. Unapoandaa ikawa wewe ni sababu ya kupatikana kiumbe mwanaadamu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, takhayyaru li nutfikum, muangalie, si kila mahali tu ni pa kuweka mbegu, si kila mahali,
si kila shamba tu, kuna mashamba mengine si ya kuweka mbegu. Kwa hiyo pale ambapo alipata muhemko, akavumburuka baba mama, alafu ikawa hakuna zile sababu ambazo amezieleza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pale ndiyo sababu ya kwanza ya wazazi kuwanyima haki watoto wao watarajiwa wa baadaye. Ni sababu ya kwanza ya kimsingi ya kuwanyima haki zao, kwa sababu ikitokea umependezewa tu au amependezewa tu mtu na uzuri wa mke akiwa ni mume au uzuri wa mume akiwa ni mke, wakaona kwamba wanastahiki kuwa ni wanandoa bila ya kuangalia vitu vya kimsingi katika kuifikia ndoa, ndipo hapa ambapo kitapatikana kizazi ambacho baadaye kikiwa katika ndoa yake, hata ile ndoa yenyewe nayo itakuwa ina kuyumba, kwa sababu ametoka katika mishipa ya watu wenye kuyumba. La yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, yani kivuli hakiwezi kikanyooka ikiwa mti wenyewe umepinda. Yani picha ya mnazi, kivuli chake kitakuwa vile vile ulivyo mnazi ndivyo kitakuwa vile vile. La yastaqimu dhillu wal'udu a'waj. Kwa hiyo vile ambavyo ndivyo asili yao kwa upande fulani, ndivyo ile asili itakapokuja kuingia katika ndoa yake. Ameoa mtu katika familia ambayo ni wakorofi sana, ni wenye maneno mengi sana, ni watu ambao kwa ukweli kuishi naye inakuwa ni shida. Basi na hivyo hivyo ndivyo itakavyokuja kuwa ndoa ya watoto baadaye, kwa kukosewa ndoa ya wazazi. Kwa ufupi, inapokosewa ndoa ya wazazi, basi haiwezi ikanyooka vile vile ndoa ya watoto, ila kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Naam, mtazamaji na mpenzi wa Mukhtar Online TV, Sheikh Muhammadi, Allah tulipe na sote pamoja na mtazamaji pamoja na mfuatiliaji. Tumepata kufahamu sababu ya kwanza ambayo ni moja ya uvunjifu ama kuharibika ndoa zetu sasa hivi. Sheikh Muhammadi ametuelezea kwamba kumbe tunapokosea ni pale ambapo mtu anataka kuoa. Umetaka kuoa, ni wapi, ni mke gani unachagua, ni wapi umepanga kuweka mbegu zako ili ujiuzae watoto ambao ndo watakuwa wanandoa wa baadaye. Makosa pale ndo yanapopatikana. Ndugu mtazamaji wa Mukhtar Online TV, bado tunaendelea na swali letu la